Mashabiki wa Diamond Platnumz wanafuraha sana mara baada ya kampuni kubwa tu ya upigaji picha ambao wanapiga picha maarufu, lakini pia wanapiga picha events kubwa duniani, wanaitwa Getty Images. Wamesema ya kwamba picha ya Diamond Platnumz inauzwa milioni 1.3 ya Kitanzania. Umeona, sawa na dola 499. Picha hiyo ambayo ilipigwa kwenye issue ya Hot Summer Jam ya 2025. Diamond Platnumz amekuwa ni star mkubwa na Getty Images wanaiuza picha hiyo kwa bei hiyo. Lakini pia hapa kuna kama option za kununua picha hiyo. Picha hiyo ndogo utaipata kwa dola 150, picha hiyo medium utaipata kwa dola 350 na picha hiyo large utaipata kwa dola 499. Picha hiyo ina copyright na mpaka mpiga picha wake ana copyright na huwezi ukaitumia picha hiyo bila ya idhini yao, la sivyo utakuwa unaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo Diamond Platnumz anaendelea kuiwekea heshima muziki wa East Africa, kama unavyofahamu ana represent East Africa, na mashabiki wa WCB wataitumia hii kama advantage. Lazima watamzingua Harmonize, na Harmonize akiona hii kitu watamchanganya yule Mmakonde, anaweza kaenda katengeneza picha kauza milioni 10. Maana Harmonize anaweza akafanya chochote kile, Mmakonde asiyekubali kushindwa. So shout out to Diamond Platnumz kwa kufika level hii nzuri tu ya kufanya vitu ambavyo haukuwahi kufanya mara ya kwanza. All the way kutoka West Africa tunakutana na msanii Victony ambaye ameanza kudondosha ngoma 2025, na ngoma hiyo inaitwa Growly ambayo imetoka mwaka huu mwezi huu wa 6, siku kama 2 zilizopita. Ngoma hiyo ambayo ni kama shukurani kwa mashabiki zake kwa sababu ametoka kwenye ile tour yake ya Stubborn Tour ambayo alikuwa anaifanya kule Europe, lakini pia mafanikio mazuri ya 2024 ambayo yametokea kwenye career yake ya muziki. Victony ameshirikishwa na wasanii wakubwa kwenye tracks tofauti ambazo zimekuwa ni hit, lakini pia remix ya ngoma zake zimetembea sana kwenye mitandao ya kijamii na kufanywa challenge nyingi na wasanii wengi, lakini pia mashabiki wengi wa Afrika. Afrobeat imebarikiwa uwepo wa Victony kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wanajua sana kucheza na chorus, lakini melody pamoja na rhythm zake zinawakonga sana nyoyo mashabiki wa Afrobeat barani Afrika. Na hiyo inakuwa ni moja kati ya sababu ambayo inamfanya Davido anamweka Victony kwenye ngoma ya Holy Father ambayo pia Musa Keys yupo, ambayo inapatikana kwenye albamu yake ya 5. Victony ni moja kati ya wasanii ambao Afrobeat imebarikiwa sana kuwa nao. So enjoy ngoma hiyo ya Growly kutoka kwa Victony. Utaendelea kuisikia kupitia PJ Classic FM, and don't forget to subscribe on our YouTube channel at PJ Classic Media.